Karibu msikilizaji wa Tanganyika FM kupitia Tanganyika TV. Matumaini yangu makubwa kwa mzima wa afya. Msikilizaji na mtazamaji, na kukaribisha kuweza kusikiliza taarifa zetu za habari za siku ya leo. Msomaji wako kama kawaida ni Omari Makelele Ozil. Katika taarifa zetu za habari, tuanzie na habari za huko katika jimbo la Kivu Kaskazini. Ni kwamba waasi wa M23 pamoja na jeshi la Rwanda wamefanikiwa kuwafurusha wazalendo katika vijiji na mitaa kadhaa, ikiwemo pamoja na Kasenyi, yapata kilomita 27 kutoka mji wa madini wa Rubaya, Kanyuru na Runigi katika jimbo la Kivu Kaskazini, mashariki mwa nchi ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Baada ya mashambulizi makubwa yaliyoanzishwa na waasi wa M23 na ushirikiana na jeshi la Rwanda, waasi hao kabisa walifanikiwa kurejesha vijiji kadhaa na kuzuia ufikaji wa kimkakati kuelekea maeneo makuu ya uchimbaji madini katika eneo hilo. Ili kuweza kushinda vijana wazalendo, jeshi la M23 pamoja na Rwanda walikusanya vifaa vingi maalum vya vita. Walisambaza nguvu zao maeneo kadhaa na moto mwingi, haswa kwa kutumia droni za kamikaze na silaha nzito za kivita. Mashambulizi haya makubwa yalilenga kuwafukuza wazalendo ambao walikuwa wakitishia moja kwa moja kudhibiti mji wa madini wa Rubaya, unaozingatiwa kuwa kitovu na mtoaji mkuu wa uchumi wa vita wa waasi wa M23 pamoja na Rwanda. Tujielekeze katika mji wa Baraka. Ni kwamba uongozi wa jimbo la 33 la kijeshi umetoa mtazamo wake kuhusu swala la usalama mdogo mjini Baraka, ukiahidi kutumia mbinu za kimkakati zaidi ili kuhakikisha hali ya usalama imerejea mjini humu. Kwenye kikao cha usalama kilichoendeshwa Jumanne iliyopita, mwakilishi wa kiongozi wa jimbo la 33 la kijeshi ametoa sababu mbalimbali zinazosababisha usalama mdogo mjini Baraka, huku akiomba raia kuonana na uongozi wa kijeshi kabla ya kupangisha askari. Hapa kuko mashida za mingi. Sai bakikwambia hapa nani mwenye alifanya kosa na teni yake, c'est un peu difficile kubijua. Na zile silaha kazi yazo ni kuchunga raia na mali yake. Mais ce que je vous dis et ce que je vais vous garantir est kama ya muka 10 ndio yenyewe inatupitaka na tukuikamata mtu wala tukufunga mtu. Sasa unasikia masasi na lia, vous pensez que masasi melia tu et c'est tout, tunanyamaza. Hapana. Batu tunabafunga kabamoya. La grande partie désormais mbele ya kupangisha mtu kwako kunyumba, unapashwa kupita kunyumba ya ujasusi hapa, si ndio tukukonfirme tuyue ule askari ni nani mwenye utapangisha. Ona rasire au chef de quartier kama hakuna mtu anakubaliwa kupangisha jeshi. Hakuna jeshi anakubaliwa kuikala hapa ndani ya mji wa Baraka. Mie niko hapa na kubaliwa na ngazi yangu ya kuikala hapa, na nina sababu na nina mission yenye natuma mimi naikala hapa. Kuna batu ya bahibu bako na mahitaji yao hapa, banakubaliwa kuikala hapa. Kuna baofisier kidogo banakubaliwa kuikala hapa. Andehoro ya bale on accepte encore les malades. Sama ya chanza kona, hakuna mwaya ende kule kupoti, angali convalescent, il peut se mettre ici. Hata hivyo, kamanda huyo ameomba kwa wananchi kusaidia vitengo vya usalama katika harakati za kuweza kudumisha usalama wa raia na mali yake. Na watu wa kutusaidia kwa kudokumenter vile vitu ni ile bonne collaboration entre sie na communauté de base, dont les chefs de quartier, les chefs d'avenue et le reste. On a ya distribuer les numéros kwa watu mbalimbali pamoja na chef de poste wale, juu ya kuona kama moindre geste, moindre information kama unapata usikawie kutujulisha busiku, magharibi, mchana, saa yoyote, na waza tutakufikia wakati shida inaweza kuwa hiyo. Mais dire vrai, oui, crépitement les balles, il y a eu des incidents, je ne saurais pas détailler tout ici, kusudi batu wasikie, mais avec vous, avec votre collaboration, avec ma stratégie za mpya tuko nazo pamoja na conseil de sécurité, kama tunaungana mkono na waza vitu vitaenda liko vinapola au fil et à mesure. En ce qui concerne les tronçons Baraka et Bibogobogo, je pense qu'on va prendre les jours ya kwanza
kusekilize barabara, on va aussi kuangalia namna gani tunaweza kuona sekilize ile tronso. Tujielekeze kule Pemba katika sekta ya Tanganyika. Ni kwamba shirika jipya la raia NDC Chumvi ya Kongo mjini Baraka laomba kwa vyombo vya usalama kuimarisha hali ya usalama kwenye barabara namba 5 ya taifa kwa kutoka Baraka kwenda Uvira. Hivyo ni baada ya vitendo vya uporaji wa kutumia silaha kuripotiwa eneo za Pemba sekta ya Tanganyika. Lusambia Wanumbe ameonyesha hapa ni namna gani vitendo vya hivi karibuni vimeacha wananchi katika umaskini. Ni kwamba kwa habari tunazo na ambazo zimekamilishwa kutoka kwa mwendesha pikipiki mmoja ambaye alikutaniwa muhali ya kuporwa, inasema jakuwa siku ya pili tariki 26 waendesha pikipiki kutoka ngambo za huko Baraka Misisi wakijielekeza Uvira waliingia katika mtego wa bandia ambao katika kijiji cha Pemba huko wamepora pikipiki angalau 15, kwa sababu kila pikipiki ambayo ilikuwa imefika haikujua nini inapitika hapo, inaingia inaishikwa na takriban pikipiki 15 au ni pikipiki 15 wameporwa hapo Pemba. Wameporwa kabisa, wamebebwa pesa, wamebebwa vifaa tofauti, wamebebwa simu za mkononi na kadhalika. Na watu waliofanya hivyo hawajulikani mpaka saa hizi, ila ni watu ambao wanavalia sara za askari. Lakini unajua katika alitulimu hamo sara za askari kila mtu anazivaa, hata wabandia wanazivaa, sio askari wenyewe. Unajua kama ngozi za kiaskari zilizishwa ovyo hapa, na hiyo inapelekea watu wengi wabandia wanatumia mavazi ya askari, wamoja wanatumia mavazi ya kiaskari. Ndio maana inakuwa vigumu kuzungumza nani ndiyo aliyopora, lakini watu waliopora walikuwa na bunduki au silaha na walikuwa wamevalia sara za kiaskari. Upande mwingine amekemea kwa hali ya juu kitendo hicho na pia kutoa pole kwa wananchi wahanga wa vitendo hivyo. Sisi kama shirika la raia tumehamakia vitendo kama hivyo na kuomba serikali kuhakikisha kama watu na mali zao wamelindwa vyema. Usalama wa watu na mali zao umekuwa umehakikishwa, umefanyiwa kazi na vyombo vya usalama na serikali. Ni hivyo, na ngambo nyingine ni mwito wangu kwa raia. Natoa mwito kwa raia kukopere, kuwasiliana na vyombo vya sheria, kuvisaidia ili kufikia kuweka mbaroni ama mikononi watu wa majambazi ama bandia ambao wamefanya vitendo kama hivyo. Nawaza ni kwa neno hili ndio ninaweza leta mwito wangu kwa raia kushirikiana na vyombo vya sheria na serikali na jeshi, polisi na kadhalika, ili kuweka mikononi majambazi, watu wanaovuruga usalama. Ngambo ingine ni mwito kwa serikali, kwa vyombo vya usalama vya serikali kufanya jitihada ili kuhakikisha kama watu na mali zao wanalindwa vyema, kwa sababu kwa kweli sio jambo la kuridhisha kuwa raia akitembea tu anaweza kanyang'anywa vyake, anaweza kauawa. Sio jambo inastahili serikali idumishe, ihakikishe kama vyombo vya usalama vinafanya kazi yake kama ulivyo. Haitawezekana pia kila mtu akuwe na mlinzi askari, kila raia akuwe na mlinzi polisi, haiwezekani. Lakini lazima watu wakuwe macho na kusindikiza serikali na vyombo vya usalama vyetu. Simu 2 aina ya Android kupelekwa na watu kukoswa na risasi. Hayo ni matokeo ya kitendo cha uvamizi kilichoendeshwa naye mtu anayeshakiwa kwa mwanajeshi usiku wa Jumanne ya tariki 26 Mei 2026 katika kata la Kibonjo ya 3 mjini Baraka. Vitendo vya uvamizi vya kutumia silaha vyaendelea kuripotiwa kila kuchao katika mji wa Baraka na kupelekea hali ya usalama kuzorota kwa kiasi kikubwa. Akizungumza nasi mmoja kati ya wahanga wa kitendo hicho amesema kuwa tukio hilo lilitokea pindi wakiwa nyumbani kwao, ambako mtu mmoja aliyekuwa na silaha huku akivalia sare za kijeshi aliwashurutisha na kuwanyang'anya simu zao. Sie tulikuwa kunyumba tunapiga gitare, mie nilikuwa nafundisha mmoja kijana kupiga gitare. Tulikuwa tuko kiasi
kuona kwanza mtu mmoja akafika pale mjomba, akatuambia sema hivi alikuwa pumua sana, anapumua kabisa. Tukamuuliza huko nini? Aseme acha kwanza nipumue. Akalomba maji, tukampashia maji, akakunywa maji. Sasa tukamwambia kuko nini? Aseme hapana, bali ninyang'anya simu yangu. Tuambia sasa bilikuwa akutuambia. Sasa na sisi tulikuwa naangalia video mimi na bibi yangu, kisha mimi nilikuwa nafundisha gitari naye alikuwa anapiga gitari pale, namwambia bwana, hapo unapiga mbaya, hapo unapiga mzuri. Si kushtuka tu kuona askari anafika pale na kutunyang'anya simu. Sisi tukasema nini? Na pale akarudisha paa mbili nyuma na akasharje. Sasa bibi yangu naye boga ikaingia na mie boga ikaniingililie, sie na huyu jamaa tukakimbia. Sisi kukimbia tu tumeweza kama dakika 3 kusikia nyuma yetu banapiga risasi. Kia mshangao sana, ule mwenye bali mnyang'anya simu yake ile anko wangu naye ni simu zake za kazi. Sasa hivi ni na huyu mwingine mwanafunzi na ndio simu ilikuwa inamsaidia sana. Hatujui tufanye. Ilikuwa Android ya Spark. Tulikuwa ku parcele. Haikuwa sasa tulikuwa mbarabara, tulikuwa ku parcele chini kubiti. Na kule Kananda katika sekta ya Mutambala tarafani Fizi ni kwamba niko Burundi sio juu ya kuja kustarehe bali kwa matatizo ya kiafya na kijiji kina kiongozi kwa muda. Ndivyo amesema Bwana Masumbuko Hamisi Mayukwa, mkuu kiongozi wa kijiji cha Kananda katika tarafa la Fizi, ambaye pia ameomba kwa wananchi wa eneo yake kuwa tulivu na kuepukana na habari za uongo. Maneno hayo ameyasema katika mazungumzo na Tanganyika FM kupitia Tanganyika TV juu ya tuhuma zinazomkabili za kutokuwa kwake kwa sasa katika kijiji cha Kananda. Kwa jambo hilo, mkuu kiongozi huyo Masumbuko Hamisi Mayukwa ametoa hapa mwangaza juu ya kutokuwepo kwake katika kijiji hicho. Kulingana na ripoti au habari niliyowapata, kusikia mtu wa society civile kutoka Kananda anasimama kwenye radio na kuanza kutangaza eti Kananda hakuna kiongozi. Ile nimetoa mshangao sana. Na napenda niongelee kulingana na hilo swala. Mimi mnamo tariki 25 mwezi wa pili, mke wangu aliingia kwenye hospitali Bujumbura. Alipatwa na pressure ikamsababisha ingie kwenye hospitali. Nikapata habari, nikachukua moja kwa moja safari, nikaenda Bujumbura. Bujumbura tulikaa mwezi mzima, nikarudi. Yaani tariki 27 mwezi wa 3 nilirudi, nikafika Kananda ambapo napotumika. Namo tariki 3 mwezi wa 4 nikapata habari aseme mke wako ameingia kwenye hospitali, manake ameanguka, pressure imepanda sana, akaanguka hadi mkono na mguu umeanguka, ubahati umkute. Na hiyo turu ya kwanza ambapo nilipoenda nilifika kwa chef de groupement, nikamwambia na nikaomba kibali ambapo kilinitoa pale Kananda na kufika Bujumbura. Na chef de secteur anajua hili na administrateur anajua hili. Mwituru ya pili sasa, wakati ilipofika hiyo habari ya kusema mke wangu hali si nzuri, moja kwa moja nifika kwa chef de groupement nikamwambia aseme nimepata habari ya mke wangu hali sio mzuri, kwa hiyo naenda Burundi. Chef de secteur alipata ya ripoti. Moja kwa moja nilichukua safari, nikakuta mke wangu iko mprovince ya Ruigi. Pali hali yake si nzuri. Kweli mguu na mkono haitumiki, pamoja na kinwa inaenda pembeni. Pale tulianza kupata matibabu kulingana na hali ilimfikia mke wangu. Mwishowe ameongeza kuwa sheria ya nchi haikatazi kiongozi kuangaikia afya ya mwili wake. Sasa hilo jambo linanisikitisha kwa sababu mimi natumika na wazee wa busara kutoka kwenye majamaa pale kwetu Kananda. Mbele ya mimi kuondoka nilikaa nao chini nikawaambia habari. Ni hiyo habari inajulikana manake Kananda mzima. Huko kwenye niko Burundi juu ya matatizo ya mke wangu. Kwa sababu hata uongozi haukatai mtu kwenda kwenye matibabu. Sijue mke wako akigonjwa au mtoto akigonjwa inakatazwa usiende, hapana. Na kama niko hapa Bujumbura kwa leo ni ajili ya matatizo ya mke wangu. Na masikitiko ambayo niko nayo kuona mtu wa societe civile, kwanza ni ndugu yangu mimi. Hakuna hata siku moja ananipigia telefoni ya kuniuliza munaendeleaje pale Burundi.
Hakuna hata siku moja. Mimi ni mtu mkubwa, nimeshaelewa. Yeye moja kwa moja kwenda kwenye radio kuanza kuongea, nimeelewa ni mtu mkubwa. Hakuna tatizo, nashukuru. Lakini napenda kuambia raia yangu yote ya Kananda, tuko pamoja. Niko nashukuru Mungu kwa sababu niko naona hali inaenda inabadilika kidogo kidogo ya mke wangu. Mungu atasaidia tu, na najua siku hizi tutakuja kuonana pale Kananda. Na iko naongea kuna kiongozi pale Kananda, niliacha intermere mtu ambaye iko natumika pale Kananda. Na anatumika na wale wazee ambao anakuwaka anatumika nao pale Kananda, wenyewe walitoka mafamilia zetu. Kwa hiyo bwana journaliste na wasikilizaji ambao wanaonisikia kwa leo, nimesema sije hapa Burundi ajili ya avantire fulani, nakuja hapa Burundi juu ya matatizo. Na inanisikitisha kwa sababu huyo mke wangu alikuwa na miguu yote ya kuenea na inatembea vizuri bila tatizo, na mikono miwili inayotumika kazi bila tatizo. Lakini kama mtu asikitike na matatizo ya mwenzake, hiyo ni shida. Wakaaji, tuombeane Mungu, tutaonana, tuko pamoja. Tumalizia na hizi habari za kule Kinshasa. Ni kwamba kundi la wabunge wa upinzani la Ensemble limesusia shughuli za uchaguzi na upigaji kura kwa pendekezo la sheria kuhusu uandahaji wa kura ya maoni nchini DRC kwa swala la marekebisho na mabadiliko ya kikatiba. Mwanaripota wetu wa kila siku Safari Limasidilwe na ripoti kamili. Wabunge wameanza Jumatano ya tarehe 27 Mei kuchunguza pendekezo la sheria kuhusu mpangilio wa kura ya maoni nchini Jamhuri ya Demokrasia ya Kongo. Pendekezo hili la mbunge Paul Gaspar Ngondankoi lilitangazwa kuwa linakubalika tarehe 30 Aprili iliyopita katika bunge la kitaifa. Katika tamko lililotolewa muda mfupi kabla ya kuanza kwa kikao cha bunge, kundi la wabunge wa Ensemble ambalo ndilo pekee linalowakilisha upinzani katika bunge la nchi limekosoa mpango wa muungano tukufu wa kitaifa wa kurekebisha au kubadilisha katiba sasa. Kundi hilo linashutumu serikali kwa kulazimisha mpango huo wakati sehemu ya nchi bado inakaliwa na waasi wa AFC M23 wanaungwa mkono na Rwanda, huku hali ya hatari ikiendelea kutumika katika baadhi ya maeneo ya taifa. Wapinzani wanasema kuwa mpango huo ni wa kujiua kwa umoja wa nchi na unalenga kuongeza muda wa utawala wa rais wa sasa. Kundi hilo la wabunge linamuomba rais wa jamhuri kama mdhamini mkubwa wa katiba kusimamisha mipango hii inayolenga kuhalalisha uasi katika sehemu ya mashariki mwa nchi. Inatoa wito kwa wananchi wa Kongo kupinga mradi huu hatari kwa uhai wa taifa. Upinzani unasema kuwa wanachukulia hatua hiyo kama njama iliyopangwa dhidi ya katiba na wanatahadharisha kuhusu hatari ya kuhalalisha kwa mgawanyiko wa nchi. Upande mwingine, spika wa bunge la kitaifa Meboji Sangara amepongeza kuhusu kuondoka kwa wanabunge wa upinzani katika kikao cha Jumatano ya tarehe 27 Mei 2026 kilichokuwa kimejitolea kuchunguza na kupitisha ripoti ya tume ya PAJ kuhusu pendekezo la sheria linalohusiana na kura ya maoni iliyoanzishwa na mbunge Paul Gaspar, mteule wa wengi bungeni. Akizungumza baada ya hoja ya taarifa iliyotolewa na mbunge wa taifa Christian Mwando Nsimba pamoja na kuondoka kwa wabunge wa kundi la Ensemble, Bwana Boji alikataa madai ya kwamba wabunge wa taifa wanataka kuandaa kura maoni ndani ya bunge. Alikumbusha kuwa wabunge walikuwa wamekusanyika katika mfumo wa kawaida wa kazi yao ya kutunga sheria. Heshima yako ni mbunge mwenye uzoefu mkubwa. Hakuna mtu hapa anayepanga kura maoni. Tuko hapa kutekeleza jukumu letu la kutunga sheria. Kwa hiyo si vizuri kupotosha wakongomani wanaotufuatilia kwa kuwapa picha kwamba tunapanga kura maoni ndani ya ukumbi huu, alisema Meboji Sangara, spika wa bunge la taifa. Mbunge huyo wa Lungu katika jimbo la Kivu Kusini na spika wa bunge la taifa alisitiza kuwa maandishi yanayojadiliwa yanalenga kuipa Jamhuri ya Demokrasia ya Kongo mfumo wa kisheria utakaowezesha wananchi kutoa maoni yao kuhusu masuala makubwa ya maisha ya taifa. Akijibu kususia kwa upinzani, Meboji Sangara alisema kuwa kila kundi la kisiasa lina uhuru wa kushiriki au kutoshiriki katika kazi za bunge. Hata hivyo, alitetea umuhimu wa kuendelea kuchunguza pendekezo hilo la sheria kwa jina la kuheshimu katiba. Msikilizaji, ni hapo ndipo natamatisha taarifa zetu za habari za siku ya leo kutoka Tanganyika FM kupitia Tanganyika TV. Mimi ni Omari Makelele Ozil.